这是一个关于旅行的故事。道路无法抵达的地方，我们一同乘风而行。Siku zilipita, wiki zikabadilika kuwa miezi. Familia ya Malcolm ilirudi tena kuishi maisha ya kawaida mjini Halifax, Kanada. Ezra alionekana kufurahia kuwa na Winnie, licha ya jicho lake moja lililopotea. Jane aliendelea kusoma zaidi kuhusu viumbe wa baharini, na siku moja aliamua kuandika kitabu, Giza la Bahari, Series ya Thalassa. Wazazi wao, Malcolm na Miriam, walijaribu kuondoa kumbukumbu ya ajali ya meli na kutoweka kwa muda wa watoto wao, lakini kulikuwa na jambo moja ambalo halikuweza kufutika. Hofu isiyoelezeka iliyoenea nyumbani mwao kila usiku kulipopigwa upepo kutoka baharini. Ezra alianza kuona ndoto. Katika ndoto hizo, alikuwa kwenye mji wa ajabu wa chini ya maji, lakini haukuwa tena Thalasor ya kunga. Kulikuwa na mji mwingine, mji wa mawe meusi, wa milango iliyozibwa kwa minyororo, na wenye viumbe waliolala wakisubiri. Katika ndoto hizo, Winnie alisimama katikati ya jumba la kifalme, akiwa na macho ya bahari, nywele zilizogeuka samahani, na sauti ya kina kirefu. Wakati wa kuchagua umefika. Sisi si binadamu, na hutakiwi kubaki katika dunia yetu wenyewe tena. Ezra angeamka kwa jasho, moyo ukidunda, na Winnie akiwa amelala pembeni, lakini macho yake yaonekana kuwa mekundu kwa muda mfupi kabla ya kurudi kuwa kawaida. Jane alikuwa akifuatilia mabadiliko haya. Aliamua kuanza kuandika kila tukio, ndoto, na mabadiliko aliyoyaona kwa kaka yake na Winnie. Kila siku aliandika. Siku ya 39 tangu turudi, Ezra hawezi kula chakula cha kawaida. Anaona samaki hai kama wana ladha. Siku ya 45, Winnie alipiga kelele usiku mzima. Sauti yake haikuwa ya kibinadamu. Siku ya 52, Ezra alizungumza kwa lugha ya ajabu katika usingizi. Lugha hiyo ni sawa kabisa na ile iliyoandikwa kwenye kuta za Thalasor. Siku ya 60, Jane alipata ujumbe kwenye simu yake. Ulikuwa na picha ya lango la giza chini ya bahari, na maneno, sisi hatukuenda wadani. Bahari hupewa sadaka. Sadaka haijawahi kuwa na sura ya furaha. Siku ya 61, Ezra alipotea. Winnie alisema aliamka asubuhi na kumkuta Ezra hayupo kitandani. Walimtafuta kila kona ya Halifax, lakini Ezra hakuonekana. Polisi walihusishwa, lakini hakukuwa na dalili ya utekaji au ajali. Jane, akiwa na hofu moyoni, alikumbuka barua ile ya mwisho waliopewa. Sasa mmoja wenu ni wa bahari. Wakati ukifika, atalazimika kurudi. Alijua Ezra ameitwa tena. Jane aliamua kufanya kile ambacho hakujua kama angeweza. Alirudi kwa yule mzee wa mnara wa farasi mweusi. Mzee huyo hakuwa amezeeka hata siku moja tangu walipomwona mara ya kwanza. Alimkaribisha kimya. Hakutakiwa kurudi, lakini damu ya Malkia inavuta kwa nguvu zaidi ya upendo. Malkia, Jane aliuliza. Mzee alitabasamu. Winnie si mwanadamu tena. Alipotolewa kutoka kwa kifungo chake kule Thalasor, damu ya Malkia ilianza kumiminika ndani yake. Sasa ni Malkia mpya. Na Ezra, kwa kumtoa jicho lake, alikubali sehemu ya kiapo. Sasa ni wake. Una maana gani? Ezra si binadamu tena. Si kikamilifu. Yupo kati ya dunia mbili. Kama hutamtoa, atapotea kabisa. Jane alibaki kimya. Nifanye nini? Uingie kwenye mlango wa pili. Thalasor ilikuwa lango la bahari yenye huruma. Lakini kuna mji mwingine, Drogmar, mji wa viumbe waliolaaniwa. Ndiko Ezra alipopelekwa sasa. Lazima uende kumchukua, lakini ukishuka huko kuna gharama kubwa zaidi. Jane alipewa kifaa kingine, jiwe la pembe lililong'aa kijani. Alielekezwa kwenda eneo linaloitwa Mdomo wa Ulimwengu, mwamba uliopo ndani ya guba ya Fundi, maarufu kwa mawimbi yake makali zaidi duniani. Hapo ndipo kulipo lango la Drogmar. Alitumia mashua ndogo akiwa peke yake. Siku ya 3, maji yalianza kuchemka. Bahari iligawanyika na mlango mkubwa wa giza ulitokea. Jiwe lilianza kung'aa na Jane akavutwa ndani.
Alipoamka alikuwa amejikuta chini ya bahari tena, lakini sasa mazingira yalikuwa tofauti sana. Giza lilitawala, miamba ilikuwa imefunikwa na alama za ajabu, taa za samaki waliokufa zikiwa zinaelea juu kama roho. Mji wa Drogmar ulionekana kama kaburi kubwa, majumba ya kuvunjika, sanamu zilizopasuka na miili ya viumbe wa kale walioganda kama sanamu. Akiwa ndani ya Drogmar, Jane alikutana na kiumbe mmoja wa ajabu, msichana mwenye mikia mitatu ya samaki, macho ya kahawia yenye majonzi na sauti ya binadamu. Mimi ni Saluma. Nilikuwa kama Winie. Nilipenda binadamu. Nilikataa agizo la bahari. Nikalaaniwa. Sasa nalinda lango la roho waliolala. Ikiwa unataka Ezra, lazima uvuke njia tatu: barabara ya ndoto, giza la kale na mwamba wa damu. Jane alikubali. Katika barabara ya ndoto, Jane alikutana na kumbukumbu zote mbaya alizokuwa nazo kuhusu kaka yake. Jinsi walivyogombana wakiwa wadogo, jinsi alivyowahi kumtupia maneno mabaya alipovunjika moyo, na jinsi alivyowahi kusema, "Sijali ungekufa," alilia. Alikiri makosa yake, na njia ikafunguka. Katika giza la kale, aliingia kwenye pango la giza totoro, ambapo alisikia sauti za Ezra na Winie wakiongea. Ezra, labda ni heri tubaki hapa. Dunia haina nafasi kwa viumbe kama sisi. Winnie, je, mapenzi yetu yataishi duniani au ni hapa pekee? Jane aliingilia ndoto hiyo, akasema kwa sauti kubwa, Ezra, hujakamilika bila mimi. Dunia ina nafasi kwa upendo wa kweli hata kama umetoka kwenye bahari. Na mwanga ukamwangukia, akapita salama. Katika mwamba wa damu, alitakiwa kuchagua kutoa sadaka ya roho au damu yake. Bila kusita, alikata kiganja chake na kuweka damu kwenye mwamba. Mlango ukafunguka. Ezra alikuwepo ndani ya pango kubwa la mawe, akiwa nusu binadamu, nusu samaki. Moyo wake ulikuwa bado binadamu, lakini macho yake yamebadilika, yenye kina cha maumivu. Pembeni yake alikuwepo Winie, lakini sasa alikuwa na taji ya samahani, miguu miwili imegeuka mikia, na macho yenye mwangaza wa kifalme. Siwezi kuondoka bila yeye, Ezra alisema. Nipo tayari, Winie alijibu. Jane alishanga. Winnie, nimekuwa malkia wa Drogmar. Niliporejea na Ezra, nilichaguliwa kurithi kiti cha utawala wa giza hili. Lakini sipendi kutawala. Napenda Ezra, lakini siwezi kutoka bila kuridhiwa. Saluma alitokea tena. Sasa ni zamu yako, Jane. Ikiwa utachukua kiti cha Winie, yeye na Ezra wataweza kutoka. Lakini ukikataa, wote watabaki. Jane alikosa maneno. Alimwangalia Winnie. Alimwangalia kaka yake. Hatimaye alisema, sawa, mimi nitabaki. Kwa upendo wao. Lakini wakati huo huo, bahari ilivuma. Ardhi ikatikisika. Mlango wa mwanga ukatokea, na sauti kutoka ndani ya kina ikasema, sadaka ya hiari huondoa laana ya zamani. Mianga ya bahari ikazunguka, giza likakimbia. Ezra akarudi kuwa binadamu kamili. Winie pia akarudi, akiwa na miguu miwili, macho ya upendo, na mwili usio na laana. Lakini Jane alipotea mbele yao, akisogezwa na mikono ya maji, hadi kwenye kiti cha giza cha Drogmar. Siku ya 90 tangu Ezra apotee, walirudi Halifax. Ezra na Winnie wakiwa salama. Lakini mara hii, Ezra hakuwa na furaha. Alijua dada yake amejitoa kwa ajili yao, na bahari ilinyamaza kwa sasa. Lakini kwenye kila usiku wa mwezi mpevu, mawimbi hutandika ufukwe kwa sauti ya wimbo mmoja. Yeye aliyetupa upendo wake, sasa ni malkia wetu. Wakati Ezra akitembea ufukweni, aliandika jina la dada yake mchanga, Jane. Bahari ililibeba, lakini kwenye maji, kivuli chake kilionekana. Akiwa amekaa juu ya kiti cha Drogmar, akitazama kwa upole, akisema kimya, nipo hapa, na nitaendelea kuwalinda.